Hujambo na karibu mtazamaji wa Mihrab Media, ni kualika na kukaribisha kwenye kipindi cha yaliyojiri magazetini, ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya Januari 28 mwaka 2026 sawa na mwezi 7 Shabani mwaka 1447 kwa mwaka wa Kiislamu. Na kualika na kukaribisha katika kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Salha Rashid, nikiwa sambamba na Sabri Hussein. Ndani ya kipindi hiki mtazamaji utapata fursa ya kufahamu kwa mukhtasari yaliyojiri ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii ya leo. Miongoni mwa magazeti hayo tuna gazeti Zanzibar Leo, tuna gazeti Mwanahabari, tuna gazeti Majira, bila kukosa kurasa za michezo na burudani. Moja kwa moja bila kupoteza muda tunaanza kulidondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi kupitia kurasa yake ya mbele kwa siku nzima hii ya leo. Limeandika Dr. Samia asema wa Tanzania tujenge utamaduni wa kupanda miti. Habari hiyo mtazamaji ikiambatana na habari picha inayomuonesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akimwagilia maji kwenye mwembe aliopanda wakati wa zoezi maalum la upandaji wa miti, ikiwa ni maadhimisho ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa iliyofanyika huko Bungi, wilaya ya Kati, Unguja. Mtazamaji, tukiacha na habari picha hiyo, tunaangaza habari nyingine inayosomeka kuwa mabasi ya umeme kuanza kutoa huduma Februari, ukurasa wa 3. Undani wa taarifa hiyo pia hapa na habari inayosomeka SMZ na UAE kushirikiana sekta za nishati na maji. Pia hapa na habari inayosomeka ZHSF imarisheni huduma kwa wananchi. Hiyo ni kauli ya Dr. Juma Maliki Akili. Mtazamaji, ukurasa wa ndani utakutana na muendelezo wa taarifa hiyo. Tunatamatisha kulidondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi na habari inosema Italia ya mwita balozi wa Israel kufanyaje. Basi ukurasa wa 9 habari hiyo inaendelea. Tunachana hivyo na gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, na sasa nizamu ya kulidondoa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, nalo linatuambia kuwa aina hii ya miswaki hatari kiafya. Tunaambiwa kuwa adokeza balali lililoko na kipindi sahihi cha kubadili miswaki, akisifu ile ya miti inayotoweka na kuwa bado inahitajika. Ukurasa wa 4 muendelezo wa habari hiyo. Pia hapa na habari inasomeka Samia asema upandaji miti usisubiri siku maalum. Ukurasa wa 4 habari inaendelea. Pana habari inayosema kuwa sakata la mwekezaji na wananchi la yamsha wizara kuingilia kati. Ukurasa wa 4 pia habari hiyo utaisoma. Pana habari inayosomeka waziri mkuu atinga bungeni akinadi ajenda hatokubali uzembe na ujanja. Tunatamatisha kulidondoa gazeti lako hili la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku nzima hii ya leo na habari inayosema hali mbaya shuleni, ofisi moja, viti 27, meza 9 na walimu 51 wanaofundishwa wako 3134 wakibanana katika madarasa 16, kila moja lina watoto 2000 wakitumia madawati 361 pekee. Matundu 20 tu ya vyoo ndiyo yanayowahudumia hapa, ikionekana picha ya mkuu wa mkoa Dar es Salaam Albert Chalamila. Na undani wa taarifa hiyo mtazamaji utakutana nayo ukurasa wa 2 wa gazeti lako hili Nipashe Mwanga wa Jamii. Na sasa nizamu ya kulidondoa gazeti Mwananchi Tanzania, ili tuweze kufahamu ndani ya gazeti Mwananchi Tanzania kitu gani kimetuandalia. Tunakutana na habari inayosomeka kuwa hofu ya tanda magari yenye chassis namba. Hofu ya tanda magari yenye chassis namba. Mtazamaji, amefanyaje? Gazeti lako hili lina undani wa habari hiyo kuhusiana na magari hayo. Pia pana habari inayosomeka Samia atoa agizo kwa mipango miji. Samia atoa maagizo kwa mipango miji. Ni maagizo yapi? Basi gazeti lako hili pia linakujuvia habari hiyo kwa kina. Tukiachana habari hiyo tukutana na habari inayosema Chadema kutoa kauli hatima ya no reform. Ukurasa wa 18 habari inaendelea. Usimamizi mbovu wa sheria janga kwa jamii. Habari hiyo ipo ukurasa wa 6. Tunaangaza habari nyingine inayosomeka kuwa yaliyotokea Oktoba 29 yatua bungeni. Ukurasa wa 2 habari hiyo utaikuta kwa undani zaidi. Na hayo ndio yaliyojiri kwa mukhtasari gazeti lako hili Mwananchi Tanzania kwa siku nzima hii ya leo.
Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Uhuru kweli daima ili tuweze kulifahamu nalo gazeti Uhuru kweli daima kitu gani kimetuandalia. Limeandika kuwa birthday ya mazingira, Rais Samia adhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwake, akiwahimiza Watanzania kutunza mazingira, atoa maelekezo kwa mamlaka za upimaji ardhi na upangaji miji wazingatie kutenga maeneo ya kijamii, na sisitiza kila familia ipande miti. Ukurasa wa pili habari hiyo utaisoma kwa undani zaidi. Tukiachana habari hiyo, tunaangaza habari nyingine. Habari nyingine inasemeka kuwa bunge la mpongeza Rais Samia kupaisha uchumi. Pia pana habari inasemeka Mchengerwa agiza ujenzi ghorofa 10. Habari hiyo inaendelea ndani ya ukurasa wa 8 gazeti lako Uhuru kweli daima. Pana habari inasemeka kuwa Rais Mwinyi na Kairuki wateta mambo matatu. Ni mambo gani? Hapo ukurasa wa pili tunatapatisha kudondoa gazeti Uhuru kweli daima, na habari inasemeka kuwa fyekeo la Mwigulu kufyeka wazembe. Ukurasa wa 3 habari hiyo utakutana nayo kwa kina zaidi. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Mwanahabari. Katika kurasa yake ya mbele inasema kuwa Rais Samia aweka bayana mbinu kukabiliana na tabia nchi. Habari hiyo ipo kurasa wa 3. Asema upandaji miti unasaidia kutunza vyanzo vya maji na kurutubisha uoto wa asili. Pia pana habari inasomeka wamachinga bodaboda na mamalishe washerekea na Samia, wapanda miti na kukata keki wakionyesha mahaba yao kwa Rais Dr. Samia. Wengine wamwombea dua njema kuendeleza kuongoza vyema taifa la Tanzania. Ukurasa wa pili habari hiyo inaendelea. Hapa na habari inasema kuwa zaidi ya bilioni 25 kusambaza umeme katika vitongoji 159 mkoani Lindi. Ukurasa wa 3 habari hiyo utaikuta kwa kina zaidi. Pana habari inasema kuwa Ndejembi apeleka kicheko kwa wananchi Ludewa na bilioni 6.02 kwenda kulipa fidia. Pana habari inasomeka kuwa Dr. Akwilapo aongoza watumishi ardhi kupanda miti Mtumba. Tunatamatisha kudondoa gazeti Mwanahabari kwa siku nzima hii leo. Nasema kuwa BOT yaagizwa kuongeza udhibiti wa mikopo. Umiza mtazamaji ukurasa wako wa 4. Habari hiyo utaisoma kwa kina zaidi. Wamachinga sauti ya wanyonge, sasa umefika wakati wa kudondoa ili nalo tuweze kufahamu kitu gani kimeandika. Basi kwa siku nzima hii leo tunaanza na habari inasema kuwa Samia kukabili tabia nchi, atangaza mkakati wa serikali namna ya kukabiliana nayo, asherekea 27 ya kijani kwa kuongoza upandaji wa miti Bungi Zanzibar, abainisha kutekeleza zoezi la upandaji miti ni sehemu ya taifa kuunga mkono harakati za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kurutubisha uoto wa kijani wa asili. Injinia Masauni asema kupitia uongozi wa Rais Dr. Samia umetoa mchango mkubwa kwa kuwezesha taifa kupiga hatua katika nyanja mbalimbali za ustawi wa jamii na ukuaji wa uchumi. Kurasa wa 3 habari hiyo utaisoma kwa undani zaidi. Pana habari inasomeka kuwa Desha peleka neema ya umeme vitongojini Lindi. Ni nani huyo? Basi gazeti lako lina undani wa habari hiyo, huku tukiambiwa kuwa zaidi ya bilioni 25 kusambazwa katika vitongoji 159 wilaya ya Liwale na Chingwea, Ruangwa na Kilwa kunufaika. Ukurasa wa pili habari hiyo utaikuta kwa ufafanuzi zaidi. Mwenda asema forodha imewezesha kuimarisha ulinzi mipakani, ataja mafanikio lukuki ndani ya TRA na skana za mamilioni za fungwa maeneo yote mipakani. Ukurasa wa 4 habari inaendelea. Pana habari nyingine inayosema kuwa Ndejembi asema shilingi bilioni 6.0 kulipa fidia wananchi 347 Ludewa. Tunatamatisha kudondoa gazeti wa Machinga na habari inasomeka kuwa Makamba aongoza ujumbe wa Tanzania katika wiki ya nishati India mwaka 2026. Habari hiyo pia utaisoma katika ukurasa wako wa 4 gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge kwa siku nzima hii leo. Na sasa umefika ule wakati wa kudondoa gazeti Majira ili tuweze kufahamu ndani ya gazeti Majira kitu gani tumeandaliwa. Tunaanza na habari inayosomeka kuwa Samia atoa siri ya kutumia birthday yake kupanda miti, asema tulirithi uoto wa asili mwingi sana.
tulirithi nchi yetu ambayo haikuwa imeharibiwa kiasi hiki, lakini leo mtoto wetu akitaka kula pera lazima akalinunue sokoni. Undani wa habari hiyo ipo kurasa wa 4. BOT yatakiwa kuongeza udhibiti wa kausha damu. Habari hiyo inaendelea kurasa wa 4. Pana habari inasomeka serikali yasisitiza kuendelea kulinda vyanzo vya maji. Pana habari inasomeka NEMC yaunga mkono jitihada za Rais Samia. Habari hizo zote utazikuta ukurasa wa 4 wa gazeti lako hili. Tunaangaza habari nyingine inasomeka kuwa Waziri Mkumbo afungua kongamano la East African Prospect mwaka 2026 jijini London. Kurasa wa 5 habari hiyo utaisoma kwa kina zaidi. Pana habari inasema kuwa achoma kisu mkewe kwa kutumia ARV kwa kificho. Kurasa wa 3 habari hiyo ipo kwa ndani zaidi. Pia pana habari inasomeka kuwa timu ya madaktari ya China yaimarisha huduma za ganzi. Habari hiyo ipo kurasa wa 10. Tunatamatisha kudondoa gazeti Majira na habari inasema kuwa watu bilioni 3.8 kukumbana na joto kali ifikapo mwaka 2050. Ukurasa wa 19 habari hiyo inaendelea ndani ya gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Na sasa umefika ule wakati wa kuyageuza magazeti haya katika kurasa zake za michezo na burudani, ili nako tuweze kufahamu kitu gani kinaendelea ndani ya michezo na burudani ndani ya magazeti yetu ya siku nzima hii ya leo ya Jumatano. Mtazamaji, moja kwa moja tunaanza kulidondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi katika kurasa zake za michezo na burudani. Natuambia kuwa Singida Black Stars yaifuata AC Otoho na matumaini. Pia pana habari inasema kuwa kipanga mikononi mwa Fufuni siku hii ya leo. Tukiachana habari hiyo nakutana habari inasomeka kuwa Bayern kumuongeza mkataba Ken. Ukurasa wa 22 habari hiyo utaikuta kwa kina zaidi. Na sasa ni zamu ya kulidondoa gazeti la Mwanahabari michezo na burudani, ili tuweze kufahamu gazeti Mwanahabari kitu gani kimetuandalia. Mtazamaji, tunasoma habari inasema Yanga yabeba alama 3 kwa Dodoma Jiji, yaitapa 3-1 KMC Complex. Pia pana habari inasema kuwa Manula ampa kongole kocha wake Ibenge. Tukiachana habari hiyo nakutana habari inasomeka kuwa Chama rejeshewa jezi namba 17. Pana habari inasomeka kuwa Bimbo atauliwa kafu mechi ya Simba na Esperance. Pia tunatamatisha na habari inasomeka kocha Fadlu amtaka Bala Conte kutua raja. Mtazamaji, ni sasa dhamu ya kulidondoa gazeti wa Machinga michezo na burudani. Latuambia kuwa Simba na Mashujaa kutoa na machungu siku ya kesho. Pia pana habari inasomeka Yanga yaichapa Dodoma Jiji 3-1. Tukiachana habari hiyo pana habari inasema kuwa Nahima na arejea ligi kuu ya Burundi. Pana habari inasema Thomas Ulimwengu aibuka Coastal Union. Tukiachana habari hiyo tunakutana na habari inasomeka kuwa Celestine Ekwa atua JS Kalibia ya Algeria. Mtazamaji, na hayo ndio yalojiri kwa muhtasari gazeti wa Machinga michezo na burudani. Tunatamatisha kipindi chetu na kudondolea gazeti Mwanaspoti kata kio michezo na burudani. Kama ilivyo ada na kawaida ya gazeti hili linakusanyia habari nyingi za michezo na burudani, nayo tunaanza na habari inasema kuwa pande mbili winga mpya Simba, Berka ataja jipya nyuma ya usajili. Tunaambiwa kuwa Simba dhidi ya Mashujaa siku mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara katika dimba la Meja General Isamuhyo. Mchezo huo ndipo utakapopigwa. Pia tunaambiwa kuwa Alain Nicent Oura ni mchezaji wa 6 mpya kutambulishwa Simba. Ukurasa wa 2 ufafanuzi zaidi kuhusiana na mchezaji huyo ama taarifa hiyo. Pia pana habari inasomeka kuwa kocha Simba asema Yanga ina watu afichua jambo Msimbazi. Ukurasa wa 2 habari hiyo utaikuta kwa kina zaidi. Azam FC na Singida Black Stars zaruka kiunzi CAF. Arsenal wasiwasi ikiogopa historia. Ni historia ipi? Gazeti lako linakujuvia kwa undani kuhusiana na habari hiyo. Pia pana habari inasomeka ujue mchezo wa shoti ya umeme. Ujue mchezo wa shoti ya umeme ni mchezo wa aina gani? Gazeti lako hili limekukusanyia ili usipitwe na mchezo huo. Tunatamatisha na habari inayosema kuwa mchezo wa Tanzania Premier League siku ya kesho Alhamisi kuna mchezo kati ya Azam FC dhidi ya TRA United majira saa 3 kamili za usiku katika dimba la Azam Complex. Mtazamaji, ndipo mchezo huo utakapochezwa.
Na hayo ndio yaliyojiri kwa mukhtasari ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii leo. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Salha Rashidi nikishirikiana sambamba na Sabri Hussein ambaye ndo amekiandaa vizuri kipindi hiki cha yaliyojiri magazetini. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwekea katika ukurasa wetu huu wa YouTube. Nikutakie tu uwe na asubuhi njema. Shukrani na kwaheri.